Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye ratiba yao. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans baada ya kuweza kugawa goli 5 pale katika dimba la KMC, sasa wanaelekea Zanzibar kwenda kujipanga kuandaa dozi dhidi ya mnyama, ambapo wanakutana katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo inapigwa pale Zanzibar, ambapo ikiwa imesalia siku takriban 2. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kutoka kwenye mamlaka husika kuhusiana na ratiba ambayo iliyokuwa imepangwa mwanzo imeweza kusogezwa mbele kutokana na sababu ambazo zimeweza kuwekwa bayana kabisa, ambapo utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea katika mchezo huo na yale yote ambayo yameweza kujitokeza. Mimi nakusogezea hapo, utakwenda kujua mwanzo mwisho kile kilichopo, ila kabla tujaendelea na yale ambayo yamefanya ratiba hiyo kuweza kusogezwa mbele, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka Young Africans inakwenda kukutana dhidi ya vigogo kutoka pale Msimbazi, nazungumzia Simba Sport Club, ambao kwa sasa na wao wanalihitaji taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, huku klabu ya soka Young Africans wao wakiendelea kuweza kujinasibu kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo unafahamu kwamba ni takriban mara 5 akiweza kugawa kichapo kwa Simba Sport Club. Ikitokea na hii ikaenda, hii ndivyo ambavyo Young Africans wanataka, itakuwa ni ya 6. Kwa hiyo utaweza kushuhudia mambo yatakavyokuwa kweli kweli ni magumu katika mchezo huo, kwa sababu kila mmoja anakwenda kulinda azi yake ya kile ambacho anachokihitaji. Ni wazi kuwa Simba inaenda kucheza dabi ikiwa imezidiwa na Yanga kitakwimu. Yanga wanaongoza ligi wakiwa na alama 28 kwenye michezo 10, huku wakiwa wamefunga jumla mabao 27 na kuruhusu mabao 2 pekee. Simba kwenye michezo 10 wapo nafasi ya 3 wakiwa na alama 23, huku wakifunga mabao 18 na wakiruhusu nyavu zao kuguswa mara 4. Yanga wanaenda kucheza dabi wakiwa wamewaacha Simba alama 5. Kulingana na ushindi waliopata Yanga, ni wazi kuwa wanaenda kumkabili mnyama wakiwa wanajiamini vya kutosha. Matokeo ya sare ya Simba yanawapa maswali mengi sana kuelekea dabi, kwa sababu kama hawatapata alama 3 muhimu, tafsiri yake gap la alama 8 linaweza kuongezeka na kuwa kama 8 kama watapoteza. Ikiwa sare, gap itaendelea kuwa alama 5, na kama Simba watapata ushindi watapunguza alama 3 kisha kubakiza tofauti ya alama 2. Mahesabu ya kushinda kikombe huwa yanapigwa mapema sana, unaona bana. Kama Simba kweli wana nia ya dhati ya kuweza kuhitaji kubeba taji hili, basi wanapaswa kuweza kuhakikisha wanamfunga klabu ya soka ya Young Africans. Lakini kuelekea dabi hii ambayo kidogo ilikuwa inaanza kuwa na maneno ni mengi, lakini mpaka sasa licha kwamba
kulikuwa na maneno mengi, lakini mpaka sasa hivi hakuna sintofahamu yoyote ambayo bado ipo, lakini inaonekana kama kila kitu kimekubalika. Lakini kinachoonekana kwa sasa, inaelezwa kwamba mpaka sasa hivi tunavyozungumza bado haijatoka seti ya waamuzi ambao watakaosimama katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ikumbuke kwamba msimu uliopita seti ya waamuzi ilitoka Somalia na Misri, na ndio ikaja kuchezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa ni mchezo wa mwisho ambao ulikuwa na mazongezonge mengi. Lakini kwa sasa hivi mpaka sasa hivi haijajulikana, je, waamuzi watatoka nje ya Tanzania kama ilivyokuwa katika msimu uliopita ama watatoka ndani, na kama watatoka ndani basi ni kina nani? Je, itakuwa ile seti ambayo inayopendwa zaidi, ambapo nazungumzia kuna waamuzi wakati ambao mara nyingi wamekuwa wakionekana katika michezo ya dabi. Nazungumzia Eli Sasi, hapa nazungumzia Arajiga, au itakuwa ni hapa nazungumzia Kayoko. Je, hayo ni maswali ambayo yanafanya hapa nazungumzia mambo hayo yaweze kuonekana mapema kabisa, ambapo ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya Young Africans wao wanaonekana kujikita zaidi kuhakikisha kwamba wanaweka mazingira mazuri ili kuweza kujichukulia alama hizo 3 mbele ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Mpaka sasa Young Africans huenda ikaendelea kuwakosa nyota wake, kwa sababu mpaka sasa hapa nazungumzia Pacome Zouzoua ambaye bado yuko na majeraha, hata mchezo wa mwisho hakuonekana kuweza kucheza. Lakini pia kuna Clement Mzinzi ambaye pia majeraha yake yalikuwa kidogo yana mushkeli. Kwa hiyo utaweza kushuhudia namna gani ambavyo huenda itakuwa tofauti. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo yanayoendelea kwa sasa. Tutakwenda kujua kila kitu ambacho kilichopo katika kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia Young Africans, ambapo kila mmoja ameendelea kuweza kujipanga vilivyo. Lakini licha ya kuwa Depo amejiunga na Yanga, ila amefunga magoli mengi zaidi kuwazidi washambuliaji wote wa Simba ambao walianza msimu huu. Hadi sasa Depo ana goli 5, huku Soa wa Simba akiwa na goli 3, wakati Selemani Mwalimu akiwa na goli 4. Walinzi wa Simba wana kazi kubwa mno ya kumdhibiti Depo katika mchezo wa dabi wa Kariakoo ambao shughuli ni wazi kabisa ya kwamba imefika, ipo, sio tena taleza kusubiri. Hapana, ni siku kadhaa tu ambazo zimesalia kuelekea mchezo huo wa dabi ambao pengine itakuwa ni mchezo ambao umebeba matumaini, ambapo mara zote 5 Simba Sport Club anaonekana kuweza kufungwa, na kipigo kizito katika hizo mara 5 ambazo amekutana ni amefungwa goli 5-1. Unaona bana. Sasa je, safari hii mambo yatakuwaje? Tuendelee kuweza kusubiri kuona nini kitakachoenda kutokea. Huenda Simba Sport Club akapindua meza, ama Young Africans akaendeleza ubabe ambao yuko nao. Weka maoni yako hapo chini katika upande